Mwanamke mjamzito eda yake itakwisha kwa kujifungua ujauzito wake unonasibiana na yule mume anayekaliwa eda. Kwa nini iwe unonasibiana na mume anayekaliwa eda? Ndiyo, kwa sababu kwa madhhabu ya Imam Shafi, mtu anaweza kumuoa mwanamke mwenye mimba inayotokana na zina. Cha kwanza kabisa tunatakiwa kujua eda ni kitu gani kisheria. Eda ni kitu gani kisheria? Wenyewe wanasema al-iddatu shar'a muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu. Eda kisheria ni muda anaosubiri katika muda huo mwanamke limaarifati bara'ati rahimiha, kwa ajili ya kujua kutakata kwa fuko lake la uzazi, minal waladi, kutokana na mtoto, au litaabudi, au atakaeda kwa ajili ya ibada, au litafajuiha ala zaujin, au kwa ajili ya kumhuzunikia mumewe. Kwa hiyo hiyo ndiyo eda kwa ufupi. Eda kisheria ni muda ambao anakaa mwanamke kwa ajili ya kujua kutakata kwa fuko lake la uzazi, au atakaa kwa ajili ya ibada, au atakaa kwa ajili ya kumhuzunikia mumewe. Kwa hiyo cha kwanza, lengo la eda ni kujua mwanamke mjamzito au si mjamzito. Lakini inawezekana sio mjamzito, basi atakaa eda kwa ajili ya ibada, au atakaa eda kwa ajili ya kumhuzunikia mumewe, na hayo yote tutayaweka wazi huko mbele zaidi tutakapoendelea na kipindi chetu hiki. Eda imegawanyika mafungu mawili. Kuna eda ya kuachana kwa uhai na eda ya kuachana kwa kufa mume. Eda imegawanyika mafungu mawili. Kuna eda ya kuachana kwa uhai na eda ya kuachana kwa kufa mume. Wala hapasi mwanamke, au sio lazima kwa mwanamke kukaa eda ya kuachana kwa uhai, isipokuwa kwa mwanamke ambaye ameingiliwa. Narudia tena hapo. Mwanamke sio lazima kwake yeye kukaa eda ya kuachana kwa uhai, isipokuwa kwa mwanamke aliyeingiliwa. Ikitokea mwanamke ameachwa kabla ya kuingiliwa, au ndoa yake imeharibika, imevunjika kabla ya kuingiliwa, manake wanawake hawa wawili hawana eda kisheria. Yani sio lazima kwa wao kukaa eda. Na eda hiyo ambayo tunatarajia mwanamke akae, kuna ya mwanamke mwenye mimba na kuna mwanamke ambaye hana mimba. Yani kuna mwanamke ambaye tumejua huyu mjamzito, lakini kuna mwanamke tumejua huyu sio mjamzito. Mwanamke mjamzito eda yake itakwisha kwa kujifungua ujauzito wake unonasibiana na yule mume anayekaliwa eda. Kwa nini iwe unonasibiana na mume anayekaliwa eda? Ndiyo, kwa sababu kwa madhhabu ya Imam Shafi, mtu anaweza kumuoa mwanamke mwenye mimba inayotokana na zina. Kwa madhhabu ya Imam Shafi, mtu anaweza kumuoa mwanamke mwenye mimba inayotokana na zina. Tujalie ikitokea hivyo kwamba mtu kamuoa mwanamke mwenye mimba inayotokana na zina, halafu akamuacha kabla ya kujifungua ile mimba. Mwanamke huyu eda yake haitokwisha kwa kujifungua mimba, kwa sababu mimba hapa hainasibiani na mwenye kukaliwa eda. Haijalishi hiyo mimba amempa yeye au amepewa na mtu mwingine, ili mradi tu mimba iwe ya nje ya ndoa. Ndio maana tunasema mwanamke mwenye mimba eda yake itakwisha kwa kujifungua mimba yake. Na ikiwa mwanamke hana mimba, tena muungwana, yani sio mtumwa, tena ana kurui, eda yake itakwisha kwa kukaa kurui 3. Tukisema mwanamke wa kurui, tunakusudia ni yule mwanamke mwenye kawaida ya kuziona siku zake
kila muda ukifika wa kuziona siku. Na akiwa wa miezi, tena muungwana, atakaa miezi mitatu. Tukisema mwanamke wa miezi ni yule ambaye hazioni siku zake. Na ikiwa ni mtumwa, awe wa kurui mtumwa au awe wa miezi mtumwa. Wakiwa watumwa wanawake wa namna hii, kama wa kurui atakaa kurui 2, na kama wa miezi atakaa mwezi 1.5. Hiyo ndiyo eda kwa ufupi ya kuachana kwa uhai. Je, ikitokea mwanamke ameachika na ilikuwa desturi yake ni kuziona siku zake, lakini baada tu ya kuachwa ghafla hazioni siku zake na sababu ya kutoziona haijulikani, atafanyaje mwanamke huyu? Mwanamke huyu kwa madhhabu ya Imam Shafi, kauli yake ya sasa, anasema mwanamke huyu eda yake haitokwisha mpaka azione siku zake. Eda yake haitokwisha mwanamke huyu mpaka azione siku zake, au mpaka afikie umri wa kukata tamaa. Akishafikia umri wa kukata tamaa atakaa miezi mitatu moja kwa moja, lakini kama hajafikia umri wa kukata tamaa, sheria inamwambia mpaka azione siku zake, hata kama atakaa miaka 15, 20, 30, ili mradi mpaka azione siku zake. Na akishaziona, kuanzia siku hiyo ndio atahesabu zile kurui 3. Lakini hiyo ni kauli ya sasa ya Imam Shafi. Tukisema kauli ya sasa ya Imam Shafi ni ile aliyoitoa akiwa Misri. Lakini huyu Imam Shafi katika kipengele hicho ana kauli nyingine ya zamani ambaye aliitoa akiwa Baghdadi. Anasema mwanamke huyu akiachwa tu na ikatokea kwamba hazioni siku zake na sababu ya kutoziona haijulikani, sheria inamwambia akae miezi 9. Katikati ya miezi 9 akiziona atakaa kurui 3. Kama hakuziona, basi anaambiwa tena akae miezi 3. Katikati ya miezi 3 akitoziona au akiziona katikati ya miezi 3 atakaa kurui 3. Kama hajaziona, basi eda yake itakuwa imekwisha. Kama hivi alihukumu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo inajuzu kuifuata kauli hii ya pili kwa ajili ya kuondosha madhara kwa mwanamke huyu, kwa sababu kuvumilia muda ambao haujulikani mwisho wake lini ni ngumu zaidi kuliko kuvumilia muda ambao unajulikana mwisho wake kadhaa. Kwa hiyo inajuzu kuifuata kauli hii. Kipindi cha Umar ibn al-Khattab aliachwa mwanamke. Baada ya kuachwa, likawa tatizo lake ndio hilo, hazioni siku zake na sababu ya kutoziona haijulikani. Umar akamwambia kaa miezi 9. Miezi 9 ilipokwisha hakuziona, akamwambia kaa miezi 3. Miezi 3 ilipokwisha hakuziona, akamwambia kaa, eda yako imekwisha. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Na ikiwa sababu ya kutoziona baada ya kuachwa inajulikana, kama vile kunyonyesha au ugonjwa, ikiwa sababu ya kutoziona inajulikana kama vile kunyonyesha au ugonjwa, eda yake mwanamke huyu haitokwisha mpaka azione, hata kama muda utakuwa mrefu, kwa sababu huyu sababu inajulikana. Ipo siku kunyonyesha kutakwisha na ipo siku maradhi yatakwisha. Kwa hiyo atakapomaliza kunyonyesha, maana yake ataziona siku zake kama kawaida, na hapo ataanza kuhesabu kurui 3. Na ugonjwa vile vile siku moja utakwisha biidhnillah. Maana yake ugonjwa ukiisha ataziona, akishaziona atakaa kurui 3. Hivi ndivyo alivyoeleza pia Uthman bin Affan.
Ilitokea hivi kipindi cha Uthman bin Affan, aliachwa mwanamke anayenyonyesha, akaja kwa kiongozi akamwambia sizioni. Basi akamwambia subiri mpaka umalize kunyonyesha. Alipomaliza kunyonyesha akarudi kwa bwana mkubwa. Bwana mkubwa akamwambia eda ya kaa kurui 3, na ukimaliza kurui 3 eda yako itakuwa imekwisha. Kadhalika kwa mgonjwa hivyo hivyo, alifuatwa akatoa hukumu inayohusiana na mgonjwa katika kipengele hicho. Haya ndiyo maelezo kwa ufupi yanayohusiana na eda ya kuachana kwa uhai. Tukirudi kipengele cha pili, eda ya kuachana kwa kufa mume. Eda ya kuachana kwa kufa mume hii haishartizi mwanamke awe mjamzito au asiwe mjamzito, ili mradi tu amefiwa na mumewe. Ikitokea kama hivyo, mwanamke anaambiwa akae miezi 4 na siku 10 kama ni muungwana, lakini kama sio mjamzito. Kama mtumwa na sio mjamzito, ataambiwa akae miezi 2 na siku 5. Akiwa mjamzito, mpango ndio ule ule, eda yake itakwisha vile vile kwa kujifungua ujauzito, ila ujauzito uwe unanasibishwa na yule maiti alokufa. Manake mipango inaweza ikawa ile ile tulioieleza kwamba mtu anaweza akaoa mke akiwa ana ujauzito wa nje ya ndoa, lakini akafa hali ya kuwa yule mwanamke bado hajajifungua. Kwa hiyo mwanamke wa namna hii eda yake haitokwisha kwa kujifungua ujauzito, kwa sababu ujauzito haunasibishwi na yule maiti. Kwa hiyo mipango inaenda kama hivyo. Hiyo ndio kwa ufupi eda ya mwanamke aliofiwa na eda ya kuachana kwa uhai. Lakini maalasafi shadidi, wapo watu hawajui mambo haya madogo kabisa, yanapatikana katika vitabu vidogo. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kuwa na pupa katika ilmu, ili vitu vidogo vidogo kama hivi tuwe tunaving'amua mapema na vitusaidie katika mazingira yetu tunayoishi.